Walk until there's only one of you left. Who's ready to win? Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunaingia moja kwa moja na kwenda kuvunja movie moja ukweli sana inayoitwa The Long Walk. Na hii movie sasa ni movie ambayo ilikuwa imebezi katika ulimwengu ule wa mchezi mmoja hivi anaitwa Stephen King. Na Stephen King tumeona vizuri kabisa sasa katika ulimwengu wa movie moja hivi za kutisha unaoitwa It. Na hii movie pia ilikuwa imebezi sasa katika kitabu ambacho kilikuwa kimeandikwa na mchizi wetu Stephen King, na hiki kitabu kilitoka mnamo mwaka 1979 kinachoitwa The Long Walk. Ingawa sasa mchizi wetu Stephen King alikiandika kitabu katikati ya miaka 60, na adhima kubwa kabisa katika hii movie The Long Walk na vile vile pia katika kitabu hichi cha The Long Walk ilikuwa sasa ni kupinga propaganda za serikali mbalimbali duniani kote. Na vile kwa sababu mchizi alikuwa ni Marekani, sasa alikuwa anajaribu kutarget umeona vijana na serikali ya Marekani. Yani jinsi gani sasa serikali ya Marekani ilivyokuwa ikitumia propaganda za kuwapushi vijana wadogo kuingia jeshini, na kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba sawa vijana walikuwa wanachukuliwa tu kama sacrifice umeona katika hivi vita. Na vile vile pia mchizi yani alikuwa anajaribu kuonesha weakness ya kitu kimoja hivi umeona katika ulimwengu wa siasa tunachokiita American Dream. Yani kuna ndoto fulani hivi ambapo serikali ya Marekani ina push kwa vijana wadogo kwamba okay, mkipiga kazi kwa bidii basi mtafanikiwa, ila kiuhalisia sasa asilimia ndogo sana ya vijana ndio wanaofanikiwa, ila asilimia kubwa sasa umeona wanaishia katika matatizo. Na vile vile pia sasa hii movie ilikuwa inajaribu kueleza concept moja hivi inayoitwa rat race. Na hii concept ya rat race kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili inamaanisha mbio za panya. Yani duniani hapa umeona katika nchi mbalimbali umeona wananchi wa kawaida wanakuwa katika mbio za panya umeona kwa ajili ya kutafuta riziki katika maisha yao, ila kiuhalisia ni kwamba sasa hawa panya hawa wanakuwa wanapambana wenyewe kwa wenyewe, na mara nyingi sasa umeona panya dhaifu ndiye anakuwa kwanza kufariki dunia. Na kwa bahati mbaya ni kwamba sasa hawa panya wanakuwa wanahisi kwamba panya wenzao ndo maadui wao, ila kiuhalisia system ndio adui wa hawa panya. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba hawa panya hawajui umeona kama system ndo adui wao, wanahisi tu kwamba panya wenzao ndio adui zao yani. Na vile vile pia hii concept nzima ya rat race tumeona vizuri kabisa umeona katika TV show ya Squid Game umeona mpaka hapa. Na vile vile pia tumeona vizuri kabisa katika game moja hivi inayoitwa Kodoku umeona katika TV show moja hivi nzuri kabisa ambayo mtoka mwaka 2025 inayoitwa Last Samurai Standing. Na je, hii movie yetu ya The Long Walk ilikuwa na story gani hasa ya kusikitisha? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na movie yetu ndike place katika ulimwengu fulani hivi katika taifa fulani la Marekani, na ni kipindi ambacho sasa taifa la Marekani ilikuwa chini sasa ya utawala wa kijeshi. Na kwa bahati mbaya ni kwamba ni kipindi ambacho taifa la Marekani ilikuwa limetoka katika vita fulani hivi, ila ilikuwa tujue sasa kama hii vita ilikuwa ni ndani ya taifa la Marekani au ilikuwa ni nje ya taifa la Marekani. Ila kwa ufupi ni kwamba hii serikali ya kimabavu ya kijeshi ilikuwa ni serikali fulani ambayo ni mbaya ya mauaji na ni ya kutisha, na ni kipindi ambacho serikali sasa ilikuwa mpiga marufuku vitabu aina fulani hivi. Na kwa wale washikaji ambao wanapenda kuangalia movie mbalimbali, hii serikali tuliona vizuri kabisa katika movie moja hivi inayoitwa Fahrenheit 451, na vile vile pia tuliona vizuri kabisa katika movie moja hivi ya kibabe inayoitwa Equilibrium. Na katika movie zote mbili hizi za Fahrenheit 451 pamoja na Equilibrium pamoja na movie yetu hii ya The Long Walk ni kwamba sasa serikali zilikuwa zikichukua vitabu na kuvichoma moto. Na ndo hapa tunakutana na familia moja hivi inayoitwa familia ya Garrett umeona mpaka hapa. Na kwa bahati mbaya sasa katika familia tunakutana na jamaa mmoja alikuwa akiitwa William Garrett. Na William Garrett sasa inavyoonekana alikuwa anapenda sana kukusanya umeona hivi vitabu hivi. Na kwa bahati mbaya sasa hii serikali umeona kipindi ambacho sasa maybe iko kiongozwa na ujamaa anaitwa Major umeona kwa bahati mbaya inamuua ujamaa anaitwa William Garrett. Na kwa bahati mbaya ni kwamba sasa mchizi anauawa mbele ya mwanae huyu umeona anaitwa Raymond Garrett pamoja na mke wake kipenzi huyu anaitwa Jeannie Garrett.
Na udogo sasa Raymond Garnett akapia kitu kimoja, lazima siku moja aje kulipiza kisasi kwa kumuua ujamaa anaitwa Major, umeona, katika jeshi la utawala la taifa la Marekani. Umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya au bahati nzuri, umeona, kila mwaka katika nchi mbaya ya Kimarekani, umeona, ujamaa anaitwa Major huyu, umeona, alikuwa na mashindano fulani hivi yanayoita The Long Walk. Umeona mpaka hapo. Na mashindano yalikuwa ni kwamba sasa katika kila state au kila jimbo nchini Marekani mtu mmoja alikuwa kuchaguliwa, umeona, kwa kutumia bahati nasibu, na huyu mtu mmoja sasa pamoja na watu wengine kutoka majimbo mbalimbali watakuja kuwa watu 50, na watu 50 sasa wana participate, umeona, katika mashindano ya kutembea, yani mpaka mtu mmoja anabaki. Umeona mpaka hapa. Na mtu mmoja atakayebaki sasa atapewa pesa kiasi fulani, na vile vile pia sasa atapewa wish, umeona, au ombi fulani hivi, umeona, kutoka katika serikali ya kimabavu hiyo. Umeona mpaka hapo. Na mchinzi sasa Raymond Garnett alikuwa na mpango wa kuingia, umeona, katika mashindano. Ila mpango mkubwa kabisa ulikuwa sio pesa. Mpango mkubwa kabisa sasa ulikuwa ni kwamba akifanikiwa kushinda, basi ombi lake litakuwa ni kuomba silaha, na vile vile sasa akipata silaha maybe atakuwa na uwezo wa kumuua ujamaa anaitwa Major ili kulipiza kisasi cha babake mzazi aliyeuawa mbele ya macho yake na ujamaa anaitwa Major. Na yes, mchizi wetu Raymond Garnett atafanikiwa, yani umeona, kushinda mashindano na vile vile pia, yani umeona, kupata silaha kwa ajili ya kumuua ujamaa anaitwa Major. Na vile vile cha kuongezea ni kwamba sasa hii Major ambayo tunaiona hapa ilikuwa ni cheo cha jeshini hichi. Ile kiuhalisia ujamaa sasa mwanajeshi tulikuwa hatujui jina lake halisi alikuwa ni nani. Umeona mpaka hapo. Kwa mtazamo wa kifalsafa sasa is a long walk ilikuwa ni kama rat race. Umeona mpaka hapo. Na vile vile pia sasa mchizi wetu Major huyu alikuwa kimeandika kitu kimoja kwamba vijana katika nchi ya Marekani walikuwa ni wavivu, yani. Umeona mpaka hapo. Kwa alikuwa kimeandika kitu kimoja ni kwamba sasa is a long walk, umeona, itamotivate vijana katika taifa la Marekani, umeona, kuwa wachapa na vile vile pia ni kuongeza mapenzi katika nchi yao. Na hii issue sasa ni issue fulani ambayo tunaona sana katika watawala, yani katika nchi mbalimbali duniani. Yani watawala wanakuwa wanawacheka watoto wadogo na kuambia bwana, nyinyi ni maskini kwa sababu wamfanyi kazi. Ile kuhalisia, yani system kama system hayawasaidii hawa vijana kwa ajili ya kutengeneza pesa. Na kwa bahati mbaya ni kwamba vijana sasa wanaingia sasa, umeona, katika mashindano fulani kama haya, kama The Long Walk, kwa nia sasa ya kujipatia pesa au kusolve matatizo mbalimbali. Na vile vile pia katika movie yetu tunajua kitu kimoja kwamba okay, katika vijana wote 50 ambao wanaingia hapa, vijana sasa, umeona, walikuwa na ndoto mbalimbali, yani katika maisha yao. Kuna ambao sasa waliingia hapa kwa sababu ya umaskini ambao hao walikuwa ni asilimia kubwa, na vile vile kuna ambao waliingia hapa na kwa ajili ya kuota ndoto fulani hivi, umeona, kubadilisha dunia katika mtazamo fulani hivi. Na vile vile pia katika The Long Walk tuliona kabisa, yani rat race ilikuwa na uwezo wa kubadilisha haiba za watu mbalimbali. Yani ni kwamba sasa kuna baadhi ya watu tukaona kabisa walikuwa ni wabinafsi, na vile vile pia yani kuna baadhi ya watu walizidi, yani kuongeza mapenzi, umeona, katika watu ambao wanawazunguka. Umeona mpaka hapo. Kwa katika kila kifo ambacho nitakuwa nakielezea hapa, nitakuwa naelezea background yao ilikuwa ni aina gani au nini reflection hasa ambayo tunajifunza yani katika kifo au katika hii race ya The Long Walk. Na katika rat race ilikuwa ni kwamba sasa, umeona, ilikuwa lazima mtu yoyote yule, umeona, atembee kwa at least kilomita 5 kwa saa au maili 3 kwa saa. Na vile vile sasa ikitokea speed yako ikapungua, yani unapewa warning ya kwanza, ya pili na ya tatu. Na kama warning ya tatu ikija mzima speed yako iko chini, unauawa, yani. Umeona mpaka hapo. Na kwa bahati mbaya mtu wa kwanza kabisa kufa alikuwa ni dogo mmoja hivi anaitwa Carrie. Na dogo anaitwa Carrie sasa katika movie yetu alikuwa ni dogo fulani ambaye ana umri mdogo zaidi, yani kuliko madogo wote, umeona, katika hii The Long Walk. Na vile vile kwa bahati mbaya udogo alishikwa na msuli, umeona mpaka hapa. Na kutokana na hilo sasa dogo speed yake ikapungua, na kwa bahati mbaya sasa dogo wakampiga risasi na kumuua papo kwa papo. Kwa hiyo ni kwamba sasa inavyoonekana katika rat race siku zote, yani panya wa kwanza kufa ni panya yule ambaye alikuwa ni dhaifu kuliko wote. Kwa hiyo ni kwamba sasa udogo wetu Carrie alikuwa ni dhaifu, yani umeona, kikompea na wenzake wote ambao walikuwa wameanza katika hii race. Na dogo wa pili kufa alikuwa ni dogo mmoja hivi alikuwa akiitwa James Ewing. Na kwa bahati mbaya udogo alikuwa na kifafa, umeona mpaka hapo. Na kwa bahati mbaya baada ya kudondoka na pewa warning ya kwanza, ya pili, ya tatu na anauawa, umeona mpaka hapo. Na reflection katika maisha yetu ya kibepari ni kwamba sasa katika maisha, yani sometimes, umeona, hii rat race, umeona, maisha yani hayajali kama wewe ni mgonjwa au sio mgonjwa. Ukiumwa mzima watu wanakuacha chini. Kwa ndo system iko hivyo, yani. Na kama system ingekuwa inatusaidia sisi, yani wagonjwa, labda kama wewe ni mgonjwa unaumwa bla bla bla, system inabidi kubebe wewe, umeona, kwa sababu ni mwananchi wao. Ila kwa bahati mbaya, yani system ya watawala haijali kama wewe ni mgonjwa au si mgonjwa. Ukiumwa mzima unapigwa chini.
Na ndogo anayefuata kufa alikuwa ndogo mmoja hivi anaitwa Ranki. Umeona mpaka na udogo sasa kiuhalisia ni kwamba sasa baada ya kuuawa, yani reflection kubwa kabisa katika maisha ni kwamba katika rat race au katika mpambano wa maisha, yani mara nyingi yani inabidi emotion zako uziweke pembeni yani. Umeona mpaka hapo yani lazima ufocus yani katika maisha yako. Sometime utakutana na mabulizi, umeona kama jamaa huyu umeona anaitwa Gary Bakovich. Jamani alikuwa ni bully fulani hivi, na kwa bahati mbaya sasa Ranki sasa umeona yani kufikiria chochote, umeona akawa na emotion hapa na pale, kwa bahati mbaya sasa kadondoka chini na jamaa wakamuua yani. Na ndogo anayefuata alikuwa ndogo mmoja hivi kwa kitu Hank Olson. Umeona mpaka hapa na udogo sasa umeona alikaza kinoma mpaka siku ya 3 ile, kwa bahati mbaya mwanangu ni mwili ulikataa, na mchizi sasa umeona kutokana na hasira za hapa na pale akaamua kuivamia. Sasa umeona au kuvamia wanajeshi, na wanajeshi wakampiga risasi na kumuua. Umeona mpaka hapa na vile vile baada ya kumuua sasa au baada ya kumpiga risasi umeona walimwacha barabarani, umeona ili damu yote itoke ili aweze kufariki dunia. Na kwa washikaji ambao wanafuata vizuri kabisa, umeona wanajeshi mbalimbali wa kifascist mara nyingi sasa umeona baada ya kumpiga risasi huyu jamaa na kumwacha bleed out yani katika barabara, walikuwa ni kuonyesha kitu fulani kama mfano yani umeona kwa madogo kwamba okay ukivamia sisi hatukuui, tutakupiga risasi na tunakuacha barabarani yani uendelee ku bleed out. Umeona mpaka hapo. Na vile vile tutambo kitu kimoja kwamba mchizi yani Hank Olson alikuwa na mke wake yani umeona alikuwa kiitwa Clementine. Kwa inavyoonekana sasa umeona katika reflection ya maisha yetu udogo alikuwa na represent umeona vijana fulani wadogo wapambanaji umeona ambao wanapambana kwa ajili ya familia zao, ila kwa bahati mbaya system sasa umeona haiwasaidii. Umeona mpaka hapo inafikia hatua sasa wanapambana wanakomaa umeona wanashikwa na hasira na kwa kuivamia hii system. Na kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba sasa system inakuwa inatumia vijana kama mfano wa kuonesha vijana wengine kwamba okay mkifanya vitu vingine muone mkipindisha sheria sisi tunawamaliza yani. Na hapa katikati kuna vijana wengi sana walikufa umeona mpaka hapa. Na bahati mbaya zaidi kuna dogo mmoja hivi black hivi umeona alikuwa akihamasisha madogo fulani hivi kwa kutumia kiredio chake hivi umeona waimbe zile nyimbo kama za kudai uhuru fulani hivi. Na kwa bahati mbaya udogo sasa kadri muda unazidi kwenda dogo kama kachanganyikiwa fulani akaamua kuvua nguo kutembea. Kwa bahati mbaya washikaji wakampiga risasi na kumuua yani. Na dogo anayefuata sasa kuuawa alikuwa ni mchizi mmoja hivi akiitwa Gary Bakovich. Na udogo sasa dogo fulani ambaye alikuwa kama bully fulani hivi umeona mpaka hapo. Na vile vile udogo sasa taratibu alianza kama kuchanganyikiwa fulani na vile vile akaamua kujiua umeona mpaka hapo. Na Gary Bakovich alikuwa ni reflection umeona wale washikaji au panya wale umeona katika rat race ambao wanaamini kitu kimoja kushinda umeona ni kuwavunja panya wenzao. Umeona mpaka hapo sasa nafikia hatua panya wengine wanaanza kumtenga sasa umeona mpaka hapo. Na anahisi njia pekee sasa umeona ya kushinda maybe au kukimbia au mzigo wa kutengwa na panya wengine ili kuwa ni kujiua yani. Na mchizi mwingine anayefuata alikuwa ni jamaa mmoja alikuwa akiitwa Colin Parker. Na Colin Parker katika movie yetu jamaa alikuwa ni mwindi mwekundu umeona mpaka hapo. Na katikati ya race taratibu sasa akaanza kumisi nyumbani akahisi ni michezo sio michezo yetu sisi katika utamaduni wetu sisi umeona mpaka hapo. Na kutoka nayo jamaa akashikwa na hasira umeona akampokonya risasi mmoja wa maaskari na akamuua umeona mpaka hapo. Na kwa bahati mbaya sasa askari mwingine akaja akampiga risasi mchizi wetu Colin Parker. Na Colin Parker sasa umeona kati ametua chini hapa akaanza kuimba zile nyimbo zake zile za waindi wekundu yani umeona mpaka hapo. Na baada hapo akaamua kujiua yeye kama yeye umeona mpaka hapo. Na hii pia ilikuwa ni reflection sasa ya serikali fulani za kimabavu umeona za kikoloni katika mataifa mbalimbali yani. Sometimes unakuta washikaji sasa wanapambana ni wana okay bora nijiue tu umeona kuliko kupata fedhea umeona kwa mtawala ambaye anatawala umeona mpaka hapo. Na hadi sasa walikuwa wamebaki watu 4 umeona mpaka hapo. Na mtu anayefuata kufariki alikuwa ni mchizi mmoja alikuwa akiitwa Arthur Baker umeona mpaka hapo. Na mchizi sasa inavyoonekana alikuwa ni mchizi fulani hivi ambaye alikuwa na roho nzuri yani in short alikuwa ni mtoto wa bibi na amekulia katika dini umeona. Na vile vile pia mchizi alikuwa na uwezo kubalance maisha ya kidini kwa na bibi yake pamoja sana maisha ya kisera akiwa na shughuli zake ni kama kuvuta sigara bla 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 umeona mpaka hapo. Na mchizi alikuwa na uwezo wa kutengeneza marafiki kiurahisi umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba sasa umeona hii long walk umeona ilisababisha matatizo fulani katika afya yake yani taratibu sasa umeona mishipa katika ubongo wake ilipasuka na taratibu sasa umeona damu ikaanza kutoka kupitia katika milango ya pua yake. Na hadi tunafika hapa sasa umeona mpaka wapi inavyoonekana katika washikaji watatu waliobaki mtu pekee ambaye alikuwa anaonekana iko fiti kabisa kwa mwingine alikuwa ni mchizi wetu huyu anaitwa Peter. Na nafasi ya Peter ilikuwa ikichezwa na mchizi mmoja alikuwa akiitwa David Johnson ambaye tumeona vizuri kabisa katika movie moja ya kibabe hivi kwa kiitwa Alien
Romulus. Umeona mpaka hapo, na baadaye kabisa tulipata background story kuhusu mchizi anaitwa Peter. Ni Peter kama Peter alikuwa ni yatima mchizi huyu. Umeona mpaka hapo, na vile vile pia huyu jamaa ni wazazi wake walifariki akiwa yeye na umri wa miaka 10, na kwa bahati mbaya akaenda kuishi umeona kwa mjomba wake ambaye alikuwa mlevi, na kwa bahati mbaya ni kwamba sasa mjomba wake naye pia akaja kufariki dunia kutokana na matatizo ya ulevi. Umeona mpaka hapo, na kutokana na hilo mchizi sasa huyu akaanaishi wa kulandalanda mitaani kama chokola, na kwa bahati mbaya sasa mchizi alipitia vitu vingi sana katika maisha yake. Umeona mpaka hapo, kama tulivyoona katika majeraha katika uso wake pamoja na mwili wake. Ila kitu kimoja ambacho kilimfundisha ni kwamba sasa unaopitia matatizo yote duniani umeona jaribu kutoa mapenzi kwa watu wanaokuzunguka. Mpende kila mtu, jaribu kuchukua positive na kuacha negative. Umeona mpaka hapo. Kwa mchizi sasa umeona mpango wake mkubwa kabisa wa kujiunga umeona katika The Long Walk ilikuwa ni kushinda sasa hii pesa na vile vile pia kuibadilisha dunia. Kwa mchizi alikuwa na idea fulani hivi umeona katika maisha yake kutokana na vitu ambavyo yeye kama yeye kavipitia, na vile vile pia kitu muhimu kabisa ambacho kilimfanya ajiunge umeona katika hii Long Walk umeona alikuwa ni kukutana na mtu au watu ambao anaweza kuwaona kama brothers, kama kaka au dada, kwa sababu mchizi alikuwa bila ndugu. Umeona mpaka hapo, na kutokana na hilo sasa umeona urafiki wake kati yake yeye umeona na ujamaa huyu anaitwa Ray Garrett ulikuwa sasa kutoka katika panya fulani ambao wanagombania pesa fulani hadi kuja kuwa marafiki wa karibu kiasi kwamba kwanza kuitana kama brothers. Umeona mpaka hapo. Nachokuongezea ni kwamba sasa umeona mashindano yalikuwa kitake place katika state moja hivi inaitwa Maine, na state ya Maine ni state ambayo sasa alikuwa kitoka mchizi alikuwa kiitwa sasa Raymond Garrett. Umeona mpaka hapo, na akiwa njiani hapa kwa bahati nzuri anafanikiwa sasa kukutana na mama yake mzazi. Umeona mpaka hapo, na hapa taratibu sasa kaanza kujihisi kama maybe alikuwa ni mchoyo kuhusu mapenzi kati yake yeye pamoja na mama yake. Shote alifika kitu kimoja kwamba okay, umeona kisasi kile kilimfanya aingie katika mashindano umeona kwa ajili ya kumuua Meja, ila kufikiria sasa umeona kama yeye akifariki umeona katika mashindano mama yake mzazi umeona atakuwa mpweke. Kwa kufikia hadi stage hii sasa mchizi akasikia kitu kimoja kwamba okay, maybe ilikuwa ni mistake kuingia katika The Long Walk. Na issue nyingine kubwa kabisa kuongezea ni kwamba sasa mchizi wetu Stephen King sasa umeona alikuwa amezaliwa katika ile jimbo linaloitwa Maine, na vile vile pia katika jimbo la Maine sasa kupitia mji mmoja unaoitwa Derry umeona TV show yetu ile ya It Welcome to Derry pamoja na movie ya Ulimwengu It ni sehemu ambayo take place. Na hii inaonyesha kitu kimoja kwamba movie nyingi sana katika ulimwengu wa Stephen King unaingiliana umeona mpaka hapo. Kwa hadi sasa wamebaki watu watatu. Umeona mpaka hapo, kabaki Peter mchizi wetu huyu, kabaki Ray pamoja na mchizi mmoja hivi alikuwa kiitwa Billy Stebbins. Umeona mpaka hapo, na mchizi Billy Stebbins inaonekana alikuwa ni very smart Umeona mpaka hapo, na vile vile mchizi alikuwa amejiandaa kabisa katika The Long Walk. Umeona mpaka kwa sababu mchizi alikuwa na information nyingi sana kuhusu The Long Walk, jinsi gani ya kufanikiwa, jinsi gani ya kupasi. Kwa mchizi alikuwa kafanya research za kutosha. Umeona mpaka hapo, ila kwa bahati mbaya mchizi sasa umeona mwili wake umeanza kushut down. Inavyoonekana immune system yake inazidi kupungua, na kwa bahati mbaya zaidi mchizi akaanza kupata pneumonia fulani hivi. Umeona mpaka hapo, na hapa tuligundua kitu kimoja, mchizi anaanza kutoa story yake kwa nini sasa aliamua kujiunga katika The Long Walk. Umeona mpaka hapo, inavyoonekana ujamaa wetu alikuwa ni mtoto haramu wa ujamaa huyu anaitwa The Major. Umeona mpaka hapo, na mchizi aliamua kujiunga sasa umeona katika The Long Walk umeona kwa nini sasa kukutana na babake mzazi. In short alikuwa na mpango wa kushinda, na kisha shinda sasa atumie ile ombi ili umeona ili apate kinywaji na The Major. Na kitu kimoja kwamba The Major alikuwa ni babake mzazi. Kwa in short mchizi umeona alikuwa anatamani sana kukutana na babake mzazi, na vile vile pia sasa alikuwa anajaribu kuprove kwa babake mzazi kama yeye ingani mtoto haramu. Umeona mpaka hapo, ila ana uwezo wa kuwa mtu maarufu na shujaa kama babake mzazi. Ila kwa bahati mbaya sasa baada kukutana na The Major huyu ambaye babake mzazi, na vile vile pia kutokana na afya akaona hawezi kuwa kama babake mzazi. Na hapa inaweza kuwa sababu mbalimbali. Inaweza kuwa sababu kwa sababu The Major alikuwa ni mtu katili, au sababu tu kwamba afya yake ilikuwa ni mbaya Umeona mpaka hapo, na kwa bahati mbaya sa mchizi umeona anaongea na washikaji, na vile vile pia umeona anawapa kama good luck fulani ya washikaji Peter pamoja na Raymond, na mchizi anabaki nyuma, anapigwa risasi na kufariki dunia. Sasa katika maisha yetu halisi ni kwamba sasa reflection ya mchizi huyu anaitwa Billy Stebbins inaweza kuwa ni kwamba sasa kuna baadhi ya watu katika nchi mbalimbali umeona mpaka hapo
hapo wanatamani yani umeona kutetea nchi yao au kuprove point kama wana uwezo wa kutetea nchi zao, ila kwa bahati mbaya sasa umeona system au nchi zao zina let down yani umeona mpaka hapo na nafikia hatua sasa yani kama wanakufa ganzi fulani hivi wanaona tu lolote na liwe umeona katika maisha yao yani. Kwa hiyo hadi sasa wambaki watu wawili umeona mpaka hapo. Nakumbuka sasa matukio yote ambayo tunaona hapa umeona yalikuwa live yani kupitia television. Kwa washikaji wote umeona ambao walikuwepo katika hii nchi yani walikuwa wanaona yani hawa madogo wakifariki dunia umeona mpaka hapo. Na hadi hapa sasa tukaona kuna kikundi cha watu kwa wamekuja sasa kusherehekea kushangilia sasa nani ataishinda umeona atakayeshinda katika michezo hii ya The Long Walk umeona mpaka hapo. Na hadi tunafikia hapa tulishangaa kitu kimoja kwamba wananchi nao pia walikuwa wakishangilia hii michezo umeona mpaka hapo. Kwa inavyoonekana ni kwamba sasa propaganda za serikali ya kijeshi ilikuwa mbadilisha mawazo ya wananchi wa kawaida kiasi kwamba sasa hii michezo ya The Long Walk ikaonekana kama ni michezo fulani vya kawaida katika jamii yani watu wanakufa umeona wanauawa wanaumia, ila kwa wao ilikuwa ni kama kawaida fulani hivi. Na kwa lugha nyepesi kabisa katika falsafa ya ulimwengu wa science fiction tunasema kitu kimoja kwamba wananchi hawa umeona mpaka hapo walikuwa ndani ya Matrix umeona mpaka hapo. Na hadi tunafika hapa ni kwamba watu wawili waliobaki hawa Peter pamoja na Raymond, bila shaka ni Peter kama Peter alikuwa na uwezo wa kutembea yani umeona na kushinda hii michezo. Tunaona hapa sasa Peter alikuwa na mpango sasa wa kujisacrifice umeona ili kumpa nafasi Raymond ashinde umeona kupata zawadi pamoja na hela na vile vile pia apate nafasi ya kumuua ujamaa huyu anaitwa Meja umeona mpaka hapo. Ila tunaona ghafla hapa umeona mchezi Raymond anabadilisha mawazo anaamua kubaki nyuma sasa umeona yeye kama yeye anauawa na kumpa nafasi Peter kushinda katika hii michezo. Na kama kawaida kama tulivyosema mwanzo kabisa yani kuna zawadi ya pesa na vile vile pia kabla hujapata pesa umeona kuna zawadi ili umeona ya kutoa ombi au wish umeona mpaka hapa. Na tunaona hapa sasa Peter alikumbuka kitu kimoja kwamba okay umeona kabla ya Raymond kufa ombi lake kubwa kabisa au plani yake kubwa kabisa ilikuwa ni kumuua Meja kwa kuomba ombi la kupata silaha. Umeona mpaka hapa. Na tunaona hapa Peter anaomba ombi la kupata silaha na baada ya kupata silaha umeona anaamua kumuua ujamaa huyu anaitwa Meja. Na katika reflection ya maisha ya kila siku kama tulivyoona katika historia ni kwamba sasa umeona kitu ambacho Peter alikifanya hapa cha kumuua Meja ambaye alikuwa ni mkuu wa majeshi katika nchi ya Marekani umeona ya kufikirika ni kwamba sasa hiki kitu kilikuwa ni kitu cha kimapinduzi umeona mpaka hapa. Na mapinduzi yalitake place mbele ya Kadamnasi umeona mpaka hapo. Ila baada hapo baada kurudi katika scene yetu tunaona hapa umeona kunatokea silent ukimya hapa na pale na vile vile pia tunaona sasa umeona Peter anaangalia kwamba yani kama The Long Walk bado inaendelea. Kwa hadi hapa sasa umeona madirector umeona wa hii movie waliacha interpretation umeona au conclusion iwepo umeona kwa watazamaji umeona mpaka hapa. Ni kuna watu ambao wataangalia hapa kusema okay Peter kafanya mapinduzi ila kwa bahati mbaya maybe ya wanajeshi waliamua kumuua yani umeona mpaka hapa. Au Peter kafanya mapinduzi akaendelea kuishi ila baada kuangalia nyuma akaona kabisa The Long Walk bado ndefu yani shoti safari bado ni ndefu katika safari yetu hii ya kimapinduzi. So kwa ujumla ni movie ilikuwa iko vizuri na vile vile pia ingawa kuna baadhi ya watu hii movie hawajaipenda sana. Na naamini kitu kimoja kwamba miaka 20 kuanzia sasa hii movie ni movie fulani hapo itazungumziwa sana yani. Na kwa binafsi mimi hii movie naipa alama ya 9.5 juu ya 10 na kwa review ambazo zinafuata katika ulimwengu wa bandaumiza. Stay tuned.